Naomba mnisaidie, sina uwezo, yaani naomba mnisaidie kwa hili. Ni mtumishi wa serikali afu mtu anafanya jambo kama hili. Huyu mtu na maana yupo tayari kuniua ndani ya nyumba. Naomba mnisaidie kwa hili. Na wakati wa tukio ulikuwa wapi? Mimi nilikuwa huko juu. Narudi ndio nakuta wamefanya kituko kama hiki hapa. Na ameweka watu wafanye kazi hii hapa. Walivyoulizwa wamesema ni nani? Wametumwa na jirani. Walikuwa watu wangapi wakati unavunja? Walikuwa watu wawili. Walikuwa watu wawili? Ndio. Walikuwa na vitu gani ambavyo walikuwa wanatumia kuvunja? Walikuwa na panga na nondo. Na kulikuwa labda na kesi yoyote mahakamani au mahali popote pale mmewahi kushauriana? Ndio, tumewahi kushauriana. Tulienda kwa mwenyekiti kuhusu jambo hili. Kwa mwenyekiti walishindwa mwenyekiti. Tulienda kwa mtendaji akasema fuata sheria. Lakini yeye hajafuata sheria aina yote ile. Bali ameamua kuchukua uamuzi kama huu kuja kubomoa moja kwa moja. Mlienda kushtakiana kwa vitu gani? Kwa sababu yeye ndiye aliyepeleka kesi kwa mtendaji. Kwanza kwa balozi, alipopeleka kwa balozi, tulihukumu kwa balozi ilishindikana. Tukaenda kwa mwenyekiti ilishindikana. Akapeleka yeye mwenyewe tena kwa mwenyekiti, kwa mtendaji. Kwa mtendaji tena mtendaji akamwambia basi kama ndio hivyo hii kesi iende mbele. Lakini ushauri wa viongozi wote hajatekeleza aina yote ile. Ila bali yeye amechukua uamuzi wa kubomoa. Na shida yake alikuwa anasema nini mlipokuwa kwenye kwa balozi? Anasema eti tulimpa hela ndogo. Tunavyonunua hapa tuliuziana kwa hela. Anasema tulimpa hela ndogo. Mliuziana shilingi ngapi? 600,000. 600,000 ndiko mwaka gani? 2012. 2012. Ndio. Mlikuwa mmemaliziana kabisa na mliandikishana? Ndio. Hatuwezi kujua kusema nataka alipo shilingi ngapi kwa sababu mara ya kwanza tulimwambia bwana basi kama ndio hivyo, yeye anasema sisi katika eneo liko tulikuwa tunadaiwa hela shilingi 200,000. Na tumemwambia basi kama ndio unatudai hela shilingi 200,000 basi hebu tukumalizie hiyo 200,000 yako. Lakini anakataa. Anasema mimi ninachotaka nataka waondoke. Kwa majina anaitwa Zaituni Edward Liombe. Kiukweli hili tukio limetuumiza sana kwa sababu majirani tumeumia. Mtu anavunjiwa choo kwa sababu ambazo hazieleweki. Hata kama ndio waliuziana kiwanja bila kuandikishana, lakini hii sio sheria. Yeye ameambiwa kabisa kwamba labda basi niambie unataka kiasi gani cha pesa, hataki. Sasa yeye anataka nini? Kiukweli mwandishi wa habari, majirani limetuumiza sana. Sana tumeumia. Tumeacha hata kazi zetu ndio maana tumekuja hapa. Kwa kweli kuhusu hili tukio kwa kweli limetuzunisha sana. Maana tukutarajia kwamba yataweza kutokea. Kama ilikuwa na migogoro wangekaa chini wayamalize, lakini jirani yetu amechukua sheria mkononi, amemvunjia shimo la choo. Kiasi kwamba itampa shida jirani yangu kwenda uani, atakuwa anaenda wapi? Kwa kweli huyu mtu kwa kweli tumemchoka. Maana matukio anayoyafanya ni mengi hapa mtaani. Kwa hiyo kiufupi tumemchoka. Mimi naitwa Imelida Juma Teta. Kwa kweli hili swala la hili hapa limenisikitisha sana. Mimi nimekuja hapa na mwanangu huyu. Tumewakuta vijana wawili wanabomoa. Baadaye nikampigia simu mwenye nyumba huyu kaka. Nikasema hivi, we kaka, huku kuna wavamizi. Kwa kweli kwa hili swala George ni baya sana. Atakuja kumuua mwanangu. Na hata paka mimi saa hizi kwa ajili ya hilo swala haongei na mimi kabisa. Chanzo ni nini hasa cha ugomvi wao? Kwa ajili ya kiwanja hiki baba. Naitwa Bwana Stefano Mwamboneke. Cheo changu ni afisa mtendaji wa mtaa. Na mtaa ninaofanya kazi ambao ndio tupo hapa ni mtaa wa Iganzo. Kata ya Iganzo. Asubuhi ninapofika kazini nimepewa taarifa na huyu mwenye nyumba hapa kwamba nimevamiwa pale nyumbani. Umevamia nini? Wanabomoa choo pamoja na shimo la choo kule. Nikawauliza ilikuwa saa ngapi? Wamekuja, wanasema wamekuja asubuhi. Basi mimi nikabidi nifanye taratibu zangu za kikazi, baadaye nije huko. Kabla sijafika hapa, gari ya polisi ikawa imefika hapo njiani barabarani hapo. Kabla sijafika hapa. Na wale watu wa polisi wenyewe walikuwa wamepata taarifa. Tukafika wote hapa. Tulipofika hapa kwetu tumekuta vijana wawili wamevunja hapa, na hii padi ilikuwa kwenye choo hapa. Wamelivunja, wamepeleka huko, ndio hadi unavyoiona hivi. Tunawauliza nani ameambia mfanye hiyo kazi au ni nyinyi wenyewe wanabomoa? Wanasema tumetumwa na ndugu George hapa. Basi bila kusema lolote mimi ikabidi tuchukue hatua kwa sababu gari ya polisi ilikuwepo. Ikabidi nitoe taarifa. Nikatoa taarifa kwa mtendaji wangu wa kata, nikatoa taarifa kwa mheshimiwa diwani, mwenyekiti wangu wa mtaa. Kwa kweli nimemtafuta kwenye simu akawa hapatikani.
mmoja wa wajumbe nao waacha naye anaitwa Bwana Mwitumba, nimempelekea taarifa kwake, nikampigia askari kata, polisi kata ndiye akasema bwana, kama kuna gari hapo ya polisi, hawa watu mliowakuta wanabomoa, pakieni twendeni mje nao pale Central. Ndio tumewachukua tumewapeleka Central. Kwa maelezo mengine sisi tumeacha hivyo kule. William Mwanjoka, mimi ni diwani wa kata ya hii ya Iganzo. Nilipata taarifa leo kupitia mtendaji wangu wa kata, lakini pia mtendaji wa mtaa huu wa Iganzo. Akinijulisha kwamba kuna tukio limetokea kwenye eneo lako la kiutawala, na sasa nimefika hapa kuangalia hili tukio. Ni kweli tukio hili nimelikuta kama alivyoongea mtendaji. Nimelikuta hivi kwamba kuna mtu amebomoa nyumba kwa sababu ya wana ugomvi wa mipaka ya nyumba. Kwa amefika amebomoa hapa kama panavyoonekana karibu hivyo. Kwa ndio tukio ambalo limenileta hapa kuona, lakini pia kutoa pole kwa familia hii ambayo imekutwa na haya kwenye jamii yetu hii. Lakini pia nitoe rai sana hasa kwa wananchi wetu wa kata ya Iganzo kwamba sio vizuri kujichukulia sheria mkononi. Jambo hili nikiliangalia lilikuwa naweza kuzungumzika, lakini kuna vyombo mbalimbali kama vyombo vya serikali ya mtaa ilishindwa, lingeleta ofisi ya kata. Kama kata limeshindwa pale kuna mahakama, kuna mabaraza ya kata, kuna maeneo mbalimbali unaweza kusuluhisha kufanya, sio tukio kama hili kufanyika hivi. Kwa hivyo nitoe rai kwamba tusipende wananchi kuchukua sheria mkononi, kwa sababu hatari ya hapa kama wangekutana vizuri, maana hapa mtu angeumia, mtu angefanya hivyo. Kwa hiyo nitoe rai tu kwamba wananchi wasipende kujichukulia sheria mkononi,